Kwa hiyo ina maana wewe kila kunapokucha tafuta kitu kipya. Yaani kile kipya sasa ndo kinakutengeneza huyu wa sasa. Sijui kama mnanielewa. Leo umepika viazi vya kuchemsha, viazi vitamu vile. Wengi tunavitengeneza kama chipsi au viazi vya kuviunga vya kawaida. Ni chai ya asubuhi hiyo, sio? Haya sasa. Kesho unatamani kile kiazi kiwe kifungua kinywa. Bado unang'ang'ania ukipike kiwe kiazi cha mchuzi sijui au sijui ni supu ambayo imezoeleka kwamba ni supu. Hivi kile kiazi huwezi ukafikiria ukatafuta kitu kipya unipe mimi nile kama kifungua kinywa cha asubuhi. Kipya. Kwa hiyo jitengeneze kila kunapokucha, jiblash. Hiyo itakusaidia kwa baadaye sana. Mimi ni mjasiriamali, lakini pia ni mwajiliwa. Naomba nikwambie, maisha kuna muda yanakubana, unakaa kwenye kitundu fulani ambacho huwezi kupumua. Saizi wewe ni binti unaoga, unapendeza. Itafika muda kama hutosimama saizi, hutooga. Yaani utashindwa vitu vyote. Sasa hapo ndo utabaki kusema yaani hata sijui inakuwa. Lakini ukweli ni kwamba ukianza mapema saizi, warai na kuhakikishia Mungu. Huyu Mungu unayesema Mungu, tena uenda unasali tu unasema Mungu, very simple. Ipo siku umeiona mtu anayeshukuru akiwa analia, alafu najiuliza hivi anashukuru nini? Hivi anaomba nini? Ni kwa sababu tangu saizi unaomba Mungu naomba unisaidie nifanye kazi vizuri, bosi akirudi asilalamike. Kesho hatalalamika. Vile ambavyo unavyofanya Mungu analipa. Achana na mshahara tunaokupa, lakini Mungu anakulipa. Ina maana anafungua milango zaidi kwa sababu ameona bidii yako. Kwa hiyo mimi nisisitize uvivu, uzembe, lakini na malengo yako. Unataka kwenda wapi? Unataka kufanya nini? Hivyo vitu vitakusaidia sana kukupushi. Usiwe mvivu. Kwenye kazi ni kweli sisi mabosi pia kuna changamoto ni nyingi sana. Kuna muda binti yangu huwa nikiona amenuna naambia, "Mbona umenuna mwanangu leo?" Potezea basi mwanangu, samehe, tunaishia kucheka. Lakini ukweli ni kwamba sio kwamba nyinyi hampati changamoto, hapana. Mnakutana nazo sana. Tunatofautiana. Hapa saizi mmekutana mnacheka, lakini nina uhakika akitokea yule binti na huyu hapa wakakaa chumba kimoja, lazima kuna vitu lazima mtapishana. Sio, mnanielewa? Yaani hapa mnaweza mkacheza mkacheka mkafanyaje, lakini wakichukuliwa wawili wakawekwa kwenye chumba kimoja watapishana. Kwa hiyo kupishana kule ndo mchukulie yule wa pili ni huyo bosi wako. Kuna muda ile nimewahi sikia ile kuna kipindi fulani alikuwa analalamika anasema kiamka na nimalizia hasira mimi. Basi binti naye analipuka. Inatokea. Anaweza yuko tofauti, akaongea tofauti. Mwangalie kwanza mawili matano, leo huyu kavurugwa huyu. Kwa hiyo akiongelea saa zingine na wewe unachukua kama, kwa sababu sisi ni watu wazima, wewe ni mtu mzima na yeye ni mtu mzima, unamuelewa mwenzio. Kwa hiyo hivyo mimi nadhani hicho itasaidia sana, lakini kikubwa sana shike sana Mungu atakusaidia ufanye kazi zako vizuri. Pigeni makofi au mjapenda vidonge havijaona nini? Okay, nimalizie hapa. Nimependa pointi mbili madam amezitaja hapa, na nafikiri vingi tunavifanya hatuvifikirii. Kwanza amesema, na hicho kitu nilikuwa nakiwaza sana, inawezekana kabisa kutokana na mila zetu na desturi, wanawake wanachukulia wanawake wao ndio mtaji, si ndio? Kwa hiyo maana yake ukiwa msichana mdogo hivi unapata attention za wanaume, si vijana wa baba, unaona maisha ni marahisi, si ndio? Si ndio? Ameongea madam. Sasa hivi mnaweza kuvaa vizuri, si ndio? Unaenda. Lakini itafikia muda hivyo vitu vyote huwezi kufanya nini? Huwezi kuvifanya. Maana yake itafikia muda hizo makeup mnazozipaka zinateleza kwenye uso. Umeelewa? Itafikia muda kukaa tu kutengenezwa nywele ni changamoto. Itafikia stage hamna hata mwanaume anayefanya nini? Anakuangalia. Itafikia stage yaani wewe mwenyewe ukijiangalia kwenye kioo unaona kabisa mimi mwenyewe siko sokoni. Simeelewa? Sasa hivi mtajiona wajanja.
Sasa usipotumia vizuri huo muda, unajua ndio maana hata Biblia inatuambia mtumikie Bwana Mungu wako ukiwa kijana. Maana yake wakati ukiwa kijana ndo una akili, kichwa kinachemka. Sasa nyinyi wakati mna akili, kichwa kinachemka, mnataka kutumia kitu ambacho tayari sio cha kutumia. Mwili wako, uzuri wako uliopewa ni kwa ajili ya familia yako pekee, exclusive. Umeelewa? Sio kwa ajili ya mtu mwingine yoyote. Yaani huo sio mtaji. Sasa wengi mnataka kutumia uzuri wenu, mnaona kwa sababu wanaume wanakupa attention, unapata yeye unafikiri milele. Hapana. Wanaume wanabadilisha wanawake kila siku. Hicho ni kitu cha kawaida. Mwanaume anapenda wasichana wa miaka 20 mpaka 30. Wewe utabaki na miaka 20? Eti mtabaki na miaka 20? Mtabaki na miaka 18? Hamwezi. Umeelewa? Hauwezi kubaki hivyo hivyo. Utachange, utabadilika. Umeelewa? Kwa lazima mtumie akili sana. Mtumie akili sana. Ndio? Hicho cha kwanza nimekipenda. Cha pili ambacho ndo tunapambana nacho kila siku hapa na kila na training, madam pia amekitaja. Una kitu gani kipya? Nimesema niviseme hivi ili nisivisahau. Tukiongea nakumbuka. Mna vitu gani vipya? Ametaja sana kitu cha msingi. Kila siku dada atakuwa anakuambia chai chai chai. Chai liko hivyo hivyo kila siku. Yaani hamna siku anaojiongeza abadilishe. Una kitu gani kipya? Kule kupika, kwenye malezi, kwenye usafi, una kitu gani kipya? Umeng'ang'ania omo kuoshia sakafu. Una kitu gani kipya? Umeng'ang'ania kila siku kaa na watoto kwenye TV. Una kitu gani kipya? Kila siku umeng'ang'ania tu wali maharage wa nazi. Una kitu gani kipya? Lakini kwenye maisha yenu nyinyi, especially wasichana, vitu vipya kila siku mnavyo. Kiangalia kwenye nywele, nguo, mavazi, makeup, kila siku mnaweka vitu vipya. Style zenu za nywele kila siku mnabadilisha. Nguo zenu kila siku mnabadilisha. Ila kazini ndio kuna huo uzembe na uvivu wa kuja na vitu vipya. Ubunifu kwenye maisha yenu mnafanya sana. Mnajua mbinu zote, si ndio? Lakini kwenye kazi ubunifu hakuna. That is sad, ni huzuni. Kwa hiyo madam ameongea vitu vya msingi sana. Kila siku ukiwa kazini, kwenye ajira, unapoaminika, toa kitu kipya. Umeelewa? Ukumbuke hutabaki hivyo milele. Ukaanza kuleta ubishi na ubishi kazini kwa sababu unajiona leo ukipaka eyeliner zinakaa. Haya. Mimi nafikiri kwa upande wangu nimemaliza. Mimi nataka niwatolee mfano wa maisha yangu binafsi. Madam alichosema kwamba sasa hivi badala uwekeze kwenye kuchapa kazi ili baadaye uweze kuja kujisimamia, unadhani kwamba nitakapotoka kwenye hizi kazi, nitakapoondoka hapa kwa madam au kwenye huu mradi wa Dada Center, basi mimi ndio nitakuwa na pambana. Sio kweli. Sio kweli. Na mimi kilichoniwezesha kupambana ni bosi wangu niliyekuwa namfanyia kazi za ndani. Yule bosi alikuwa na kazi haswa. Yaani kama siku zote nawaambia, tulikuwa tunafuga kuku na mimi ndio nilikuwa mfugaji. Yeye alikuwa ni nesi, ana shifti za usiku, mchana, lakini pia alikuwa na tatizo la mgongo. Kwa hiyo halikuwa, yani yeye ni kuagiza tu vifaranga waje, mabanda kwa mabanda yanapokezana 5. Kila banda lina vifaranga 500. Na kazi ya kutengeneza chakula cha kuku ni ya kwangu, kuwalisha, kufagia banda, kila kitu nilikuwa nafanya. Na hapo kuna mtoto, kuna kufua, kuna kupika. Zile kazi mimi ndio zimeniimarisha, ndio zimenifundisha upambanaji. Nimejifunzia kazi pale. Pamoja na kwamba huko kwetu nilikuwa nimelelewa vizuri na mama yangu alitufundisha kazi toka wadogo. Tunajua kutengeneza mbege, kuuza, yani ujasiriamali wa kila namna. Ndio nimekuwa mimi kwa mama mjasiriamali. Kwa hiyo mama aliniandaa vizuri. Nilivyokuja sikukimbia kazi, nikutana na kazi nikapambana nazo. Lakini ule ndio umekuwa ni msingi kutoka kwetu nyumbani na pale kwa bosi wangu nilikuwa namfanyia kazi za ndani. Na uhakika ndio maana katika changamoto zote nilizopita za ujasiriamali sikuwahi kurudi nyuma, na mpaka sasa
Navyoongea hapa nina mimba ya wiki 26. Asubuhi mnaniona naamka nafanya mazoezi. Mimi ni mkurugenzi wa taasisi hii na bado nasoma PhD yangu, ni candidate wa PhD ya theology. Hiyo yote najua kuna mtu akipata mimba tu haumwi, hana bed rest, hana nini, anajiona mgonjwa. Lakini hivi vyote nafanya bado na hali hii. Nataka niwaonyeshe mimi ni mpambanaji. Na upambanaji haujaanza leo. Nimewekewa background toka nyumbani kwetu, lakini hata nilipofika kazini, nilivyokutana na kazi sikukimbia na kukimbilia kwetu na kulalamika. Kwa hiyo kinachowafanya nyinyi mshindwe kufanya hizi kazi ni kuendekeza uvivu. Na uvivu umeandikwa kwenye Biblia vizuri sana. Kaa, tulia, soma kitabu cha Mithali. Kinaeleza kabisa mtu mvivu atakavyovuna umaskini. Ukiendekeza uvivu, wewe sasa hivi kazi za ndani zinakushinda. Kazi gani utaweza? Kazi za ndani ndio kazi nyepesi, ndio kazi ambazo hazihitaji ujuzi mkubwa, huna elimu ya ajabu. Kwa hiyo kazi unazoweza angalau kuzifanya sasa hivi ni hizo za nyumbani. Zifanye kwa ubora. Na sasa hivi wadada wengi mna smartphone, lakini mmeng'ang'ana kupita na kuangalia umbea, vichekesho. Hakuna hata siku moja bosi wako atakuona unaangalia mapishi mapya, madawa ya usafi, unasafishaje, kwa mbao zinasafishwa na dawa gani, tiles zinasafishwaje. Hakuna. Mmekariri omo kila siku. Kwa hiyo ndugu zanguni, hakuna mafanikio yanayokuja kwa bahati mbaya. Watu wote mnaoona wanapiga hatua wanaweka juhudi. Na wewe kama unataka kufanikiwa lazima uweke juhudi. Shida kubwa tunayoipata hapa ni hiyo, kwamba wengi ni wavivu, mnataka hela za shortcut. Ukija hapa Wadada Center, jicho lako liko kwenye 500,000, kwenye 300,000, lakini uwezo wako wa kazi ni 0. Yani uko chini kuliko hata dada ambaye analipwa 100,000 huko mtaani. Lakini ukija hapa unataka upangwe kazi za 300,000 au za 500,000. Hapana, unatakiwa ufanye kazi kwa level ya mshahara wa milioni wakati unalipwa hiyo 300,000 au 1,500,000. Ili bosi wako aone wewe sio dada wa kawaida, na hawezi kukubali kukukosa. Sehemu zote utakazopita, watu wakiona jitihada zako hawatakuachia kirahisi. Kwa hiyo mimi nitaka niongeze hivyo kwa kuwaonyesha, kwa kuzungumzia historia yangu. Maana msifikiri ni ngonjera, hakuna. Kufika hapa ni hatua kubwa na inahitaji jitihada, kujitoa na kufocus kwenye kazi. Hata hii kazi tunayoifanya hapa mnajua. Wadada wote mlopita kwenye mradi mnajua jinsi tunavyopambana. Lakini nyinyi wenyewe je, mnaonyesha nia? Mnaonyesha shauku, hiyo ari ya kutaka kuwa bora? Hakuna. Ukimwambia mtu hichi kitu kitakusaidia uweze kujiboresha, wala hangaiki. Kwa hiyo mwisho wa siku utabaki vile vile. Wachache sana. Kuna wadada walianza na 100,000, sasa hivi wanalipwa 500,000, lakini ni wachache mno. Nafikiri ni 2 tu. Grace na yule mwenzake wa juzi Rosie. Hao walikuja hapa traditional wanalipwa 100,000, lakini sasa hivi wako kazini chini ya mradi huu wanalipwa 500,000 na mabosi wao wanawasifu vibaya mno. Sio sisi, wao huko wanakofanya kazi. Wanalipwa 500,000 na wanafanya kazi yenye ubora zaidi ya hiyo 500,000. Sasa kwa nini wao waweze, wewe ushindwe? Uvivu, uzembe na elementi za wizi. Yani wizi ile kutaka hela ambazo hujazifanyia kazi. Huo ni wizi, kwa sababu Biblia haituelekezi hivyo. Neno la Mungu halituelekezi hivyo. Najua vitabu vya Mungu havitufundishi hivyo, kutaka hela za bure za rahisi. Hapana, unataka mafanikio lazima uyafanyie kazi. Kwa hiyo mimi ya kwangu ni hayo. Asante. Kuna mtu anataka kumalizia nani jamani, jikoni fanyeni mambo. Alitaka kusema kitu? Akil, Mike. Wadada Center. Hapo changamoto nyingine ambayo mimi ninayofikiria ni kwamba wadada hawataki kujifunza. Yani kutokutaka kujifunza vitu vipya. Kama ambavyo hapo madamu alisema kwamba yani mtu anakuwa anafanya kitu kile kila siku. Mtu anajua kupika wali wa maji, lakini akifika huko
kusema hata jiongeze, labda leo nitapika wali wa maua, nijifunze kitu kipya. Yani hawana ile kutaka kujiongezea thamani, kama ambavyo hapa madamu anapasisitiza kila siku. Kutaka kujifunza vitu vipya pia ni changamoto. Okay. Nafikiri tumemaliza vizuri kabisa. Yeah. Msomee hata huyu madam ni muda mrefu yuko kwenye hizi sekta, kwa hiyo akosi neno, hawezi kukosa neno. Akila, msomee mada, hawezi kukosa neno kidogo. Karibu sana madam. Mada yetu ya siku ya leo ilikuwa inasema, tukuta ndo tunamalizia. Ilikuwa inasema kwamba je, wadada wa kazi za majumbani wanafahamu kwamba wao ni watu wa huduma? Kama ndio, je, mtu wa huduma ni nani? Na anatoa huduma gani? Huyo mtu wa huduma sasa anatoa huduma gani? Hiyo ndio ilikuwa mada yetu. Kwa hiyo tulianza kwanza kwa kuwauliza wadada wote kwamba je, wanafahamu kwamba wao ni watu wa huduma? Hao wote hapo wakakubaliana kwamba wanafahamu kwa wao ni watu wa huduma. Then sasa ndo tukahamia kwamba je, mtu wa huduma sasa ni nani? Alafu sasa anatoa huduma gani? Kwa hiyo kama kuna chochote ambacho ni cha kuchangia, nadhani umetukuta hapa mwishoni, wameshataja kwamba huduma gani wanazitoa. Hivyo vyote vimefanyika. Kwa hiyo kwa mchango sasa uliokuta wewe mwishoni hapa, nafanya kama kusama, madam ndo alikuwa ameongezea sasa kutoa neno lake kwa dada wote ambao wako hapa, kwa sababu pia yeye ni mwanamke mpambanaji, mfanyabiashara, anatoa huduma pia kwenye jamii. Kwa hiyo akatuasa sisi kwamba tupende kufanya vitu vipya. Hicho ndo kitu kikubwa sana ambacho ametuelekeza kwamba je, kila siku wewe unavyoamka kuna kitu kipya gani ambacho umekiongeza kwenye huduma unayoitoa kwenye maisha yako binafsi? Umeongeza kitu gani? Yani usibakie tu pale pale ambako upo. Kwa hiyo labda na wewe kama kuna chochote ambacho utakuwa nacho cha kusema, ama mchango wako wowote, maoni yako, ushauri, karibu. Yani ni kurahisishie zaidi kabisa. Yani wamekubali wote ni watu wa huduma, which hakuna shida. Na wakasema kabisa huduma zao ni malezi, mapishi, usafi na mazingira. Tukasema mtu wa huduma ni nani? Wakamtaja. Mtu wa huduma ni mtu ambaye ni kwanza lazima awe mzima kiafya, mazingira yake ya kazi anajua, anajitambua, ana sijui mkataba na ana uwezo wa kufanya hivyo kazi, ana vigezo na afanye hiyo kazi kwa usahihi. Huyo ndo mtu wa huduma. Mtu anayetoa huduma ni mtu anayefanya kazi ya usahihi, mwenye vigezo navyo na anaweza kuifanya. Shida tuliyokutana nayo au tulikuwa tunaidiagnose leo, kama vitu vyote hivyo vizuri wanavijua na wao ni watu wa huduma, kwa nini wanashindwa kutoa huduma? Wameshajua wao ni watu wa huduma na washajua wanachotakiwa wafanye ni nini, na wanajua wako pale kwa sababu gani, na hayo ndo mazingira yao, vigezo wanavyo. Kwa hiyo kwa nini wanashindwa kutoa huduma? Kwa hiyo tukagundua kwamba hii ni changamoto sio tu la kazi za ndani, kila sehemu. Tuna watu wengi ambao wako qualified kufanya kazi lakini bado hawafanyi wanachotakiwa. Kwa hiyo shida ni nini? Kwa sababu hii ni kama kitu kiko all across. Kwa hiyo ndio maana hapa tumeona michango tofauti cha kama kuwahamasisha, kwa sababu uwezo wa kufanya kazi za ndani wanazo. Umeona? Tukafikia mpaka stage wakasema labda wathamini hizi kazi. Mimi nikakataa. Wanazithamini, ndio maana wametoka kwao wamekuja kuomba kazi. Ni uzembe tu na uvivu. Sasa sijui wewe katika ajira yako, sekta, katika biashara, unafikiri kitu gani kinamfanya mtu ambaye anajua jukumu lake, ameaminiwa kutoa huduma fulani, ashindwe kuitoa, lakini mshahara bado anautaka? Na mimi kwa kuongezea hapo, madam ni mteja wetu wa level za juu kabisa za professional, na ameshawahi kupata wadada ambao wametoa hiyo huduma. Lakini ningependa pia, yani katika kuongelea hilo, ni kitu gani unachokiona, kwa sababu wanakuja wanataka hela nyingi na wanaonyesha wana qualification za hizo hela wanazotaka au hizo level wanazotaka, lakini why hatoi ile huduma sasa ile ambayo inahitajika? Kwa nini? Yani yes, kwa sababu shakuwa na wadada kadhaa wa hizo level, wengine wako chini kidogo, lakini yote ni katika wewe unatafuta sana the best, yani yule mtoaji huduma wa kiwango cha juu katika kazi za ndani. Ila na imani kuna changamoto ambazo umeziona, umezistudy. Hebu sasa ukijumlisha na aliyokuambia mkurugenzi mwenzangu, na mimi hapo nimejazia haya.
Najua utakuwa na neno zuri la kuwasaidia wadada waweze kujiboresha.